furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa kufanya, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akijulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake. Wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo, mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'are kwa furaha. Tulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo lingine kubwa zaidi. Baada ya mwanawe Yesu Kristo kumwomba Yohane ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa. Na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao pekee unayempenda. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyokuwa nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoumba, uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako. Maana Krisma imepata jina hilo na jina lake takatifu. Nawe uliwapaka Krisma kuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye Krisma iwe ishara ya uzima na wokovu kamili wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa na mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya Krisma, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutokuharibika. Uifanye Krisma hii iletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tutaimba